Tamko la Taasisi ya Kiardhi kuhusu uzinduzi wa Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 ambayo inazinduliwa leo Machi 17, 2025 pale jijini Dodoma. Moja, Taasisi ya Kiardhi ni taasisi ya utafiti na utetezi wa haki za ardhi nchini, na ni taasisi ambayo imeanzishwa mwaka 1994 kwa lengo la kufanya tafiti, kutoa elimu ya haki za ardhi na sheria za ardhi, na kutetea haki za ardhi za wazalishaji wadogo ambao ni wakulima, wafugaji, wachimba madini wadogo, wakuta matunda na walina asali. Haki ya ardhi imejikita katika utetezi wa haki za ardhi za wazalishaji wadogo kutokana na umuhimu wa rasilimali ardhi katika kukuza uchumi wa wananchi, hasa waishio vijijini ambao hutegemea ardhi katika uzalishaji kwa mahitaji yao na taifa kwa ujumla. 2. Utangulizi. Tanzania ilipata sera ya kwanza ya taifa ya ardhi mwaka 1995 baada ya kazi kubwa iliyofanywa na Tume ya Rais ya uchunguzi wa masuala ya ardhi iliyoundwa na Rais wa awamu ya pili mapema miaka 1990. Kutungwa kwa sera hiyo kulipelekea kutungwa kwa sheria za ardhi za mwaka 1999, yaani sheria ya ardhi namba 4 na sheria ya ardhi ya vijiji namba 5. Sera hii ilipelekea pia kutungwa kwa sheria nyinginezo ikiwa ni pamoja na sheria ya utatuzi wa migogoro ya ardhi na ile ya uandaaji mipango ya matumizi ya ardhi na sheria za mipango miji. 3. Mchakato wa mapitio ya Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995. Mwaka 2016, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ilianza rasmi mchakato wa mapitio ya Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995 ambayo ilishadumu kwa zaidi ya miaka 20. Katika mchakato huo, maoni kutoka kwa wadau mbalimbali yalikusanywa, ingawa ni dhahiri kuwa maoni ya wazalishaji wadogo, hususani wakulima wadogo na wafugaji wa asili na kundi kubwa la wanawake, hasa wale waishio vijijini, hawakutoa maoni yao kwa wingi kutokana na utaratibu uliotumika kwa kukusanya maoni kikanda. Katika hili, maoni ya kiardhi siku zote yalikuwa ni kukusanya maoni ya wazalishaji wadogo kwa kuandaa mijadala kwenye ngazi za vijiji na kata ili kupata ushiriki wao na wao kutoa maoni yao kwa uhuru zaidi. Msingi wa kiardhi wa ushirikishwaji wa idadi kubwa ya wazalishaji wadogo katika mapitio ya Sera ya Taifa ya Ardhi ni kutokana na umuhimu wa rasilimali ardhi katika kukuza uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja, hususani wazalishaji wadogo waishio vijijini na pembezoni mwa miji ambao hutegemea ardhi kwa kuzalisha mazao ya chakula na biashara. Halikadhalika, sehemu kubwa ya chakula kinachozalishwa na kutumika na wananchi waishio mijini huzalishwa katika ardhi za vijijini. Vilevile katika ardhi ndio zinapopatikana rasilimali nyingine muhimu kama vile madini, maji, misitu na nyinginezo. Pamoja na haki ya ardhi kuipongeza serikali kwa kuzindua Sera ya Taifa ya Ardhi toleo la mwaka 2023, lakini kwa haki ya ardhi ingependa kuishauri serikali kuwa ilikuwa ni vyema kabla ya uzinduzi wa sera hii siku ya leo, nakala za sera hii ziwe zimesambazwa nchi nzima kwa wananchi na wadau wa sekta ya ardhi ili waisome na kuichambua na kutoa maoni na dukuduku zao kutokana na kile ambacho kimo ndani ya hiyo sera. Sisi ya kiardhi tunaamini kuwa Sera ya Taifa ya Ardhi ni sera ya wananchi na inawahusu wananchi. Hivyo ilipaswa wananchi na wadau wawe wameipata na kuichambua ili inapozinduliwa leo serikali iwe tayari na maoni ya wananchi na kuweza kuyatolea ufafanuzi na namna ya kuyafanyia utekelezaji maoni hayo wakati wa utekelezaji wa sera hii. Namba 4. Matarajio ya wazalishaji wadogo katika Sera ya Taifa toleo la mwaka 2023. Pamoja na changamoto za ushiriki hafifu wa wazalishaji wadogo katika mchakato wa mapitio ya Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023, yafuatayo ni matarajio ya wazalishaji wadogo katika sera inayozinduliwa leo tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2025. 1. Utambuzi na ulinzi wa haki za ardhi za kimila.
Wazalishaji wadogo wanatarajia sera hii itatoa dira ya kutambua na kulinda kisheria haki za ardhi za wazalishaji wadogo, ikiwa ni pamoja na wakulima na wafugaji, ili kuhakikisha upatikanaji wao na ulinzi wa rasilimali za ardhi. 2. Kuimarishwa kwa mamlaka za vyombo vya kidemokrasia vya kiutawala ngazi ya kijiji, kwa maana ya halmashauri ya kijiji na mkutano mkuu wa kijiji, katika usimamizi wa ardhi ya kijiji kwa maslahi ya wazalishaji wadogo. Kwa sababu hiyo basi, miliki ya ardhi haina budi kuendelea kuwa ya umma, kwa maana ya vyombo vya uwakilishi wa umma kupitia vyombo husika vya serikali kuweka udhibiti na masharti ya umilikishaji na utumiaji wa ardhi, na ili kulinda na kuheshimu ardhi hii ya ardhi kama rasilimali muhimu kwa zaidi ya 70% ya Watanzania wote. 3. Ugawaji wa ardhi unaozingatia ulinzi wa ardhi za vijiji. Wazalishaji wadogo wanatarajia sera hii itaelekeza ulinzi wa ardhi ya kijiji dhidi ya uuzaji na ugawaji wa mapande makubwa ya ardhi kwa wawekezaji na uhifadhi unaopunguza kwa kasi ardhi ya kijiji inayohitajika na wazalishaji wadogo kwa ajili ya uzalishaji wa chakula na makazi. 4. Ushiriki wa pamoja katika utawala wa ardhi. Wazalishaji wadogo wanatarajia kuwa sera hii iliyopitiwa itatoa mwelekeo wa ushirikishwaji madhubuti wa wazalishaji wadogo, wakulima, wafugaji, waokota matunda, warina asali na hususan wanawake katika utawala wa ardhi, ufanyaji wa maamuzi, marekebisho ya sheria za ardhi kwa lengo la kutafakari na kuzingatia maoni, mahitaji na vipaumbele vyao. 5. Utatuzi wa migogoro ya ardhi kwa wakati, usahihi na kwa haki kwa makundi yote, hususan wazalishaji wadogo. Wazalishaji wadogo wanatarajia sera hii itatoa mwongozo wa kuanzisha na kuimarisha mifumo ya utatuzi wa migogoro ya ardhi na kuondoa mgongano wa kisheria